revelation ile ya kuomba. Wakasema ya kwamba yeyote ambaye hataabudu the king, huyo ni lazima atafanyiwa maneno. Now, when I was reading this chapter, niliambia Mungu nipatie revelation ambayo sijaipata through this chapter. Now, acha nikupatie ile revelation nilipata. Verse 10. Now, si washaenda kwa mfalme na wameshaambiwa na mfalme ameweka decree in writing. You know writing, ukishaandika mahali hiyo umeshaandika na umeweka signature, that is very strong. Hiyo itakufunga hata kwa jela. Ama vipi mchungaji? Inakufunga kabisa. There is power in writing. No wonder Biblia inatuambia kwamba write down. Amen. Write down your vision. Hata ukiona kana kwamba inachelewa itakuja kutimia. There is power in writing. So King Darius kuna vile alijifunga in writing na akaweka a decree, na hiyo hakuna mtu angebadilisha. So the Bible says that now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Amen. That is one revelation ambayo sikuipata. Ya kwamba alipojua ya kwamba mfalme ameandikisha, alirudi huko juu, akatazama madirisha kupitia kuelekea Jerusalem. Akaanza kuomba just as he has been doing. Na kama vile alikuwa anafanya even before. Sikiliza nikwambie. Danieli alipojua ya kwamba mfalme Darius ameweka kidole na ameweka muhuri, hakwenda kujikunja, hakwenda kulialia, "Woi Mungu sasa hapa wamenifanyia nini?" Alisema, "Sikilizeni niwaambie, hata mkiandika na publish, mimi sitatingizika. Bado ni my promoter, this is my defender. I do not need anyone kwa maisha yangu until waweze kunipromote. I do not need to go around seeking favors with men, seeking favors with kings, seeking favors with queens. In fact, wao ndio wanafaa wanitafute." Hallelujah. Amen. Yeah, because you see mchungaji, we have watered down our salvation. And that is why watu wanadharau kanisa. Just because umesoma, you have your PhD, na wewe umekuwa kanisani, now things are not working. Kazi haikuji poa. Mtu anakuambia kwamba wewe tafuta ngiri 50. Unashangaa 50k mimi nitatoa wapi? Na hiyo masikini yote niko nayo. Nitakopa nani? Lakini unakopa ndio uende upewe kazi. That one means you do not know yourself, and you do not know what the word of the Lord says. Amen. Amen. Today kama umenisikiza asubuhi, nimekuwa na mchungaji ambaye ameongea kitu ambacho kinaitwa authoritative prayers. Amen. Amen. Authoritative prayers. Maombi ambayo yamejawa na nguvu na authority. Na hayo ni maombi ambayo unasimama kwa neno la Mwenyezi Mungu. Huwezi ukasimama kwa neno la Mwenyezi Mungu kama haumjui Mungu mwenyewe. Na wala huwezi ukasimama kwa neno la Mwenyezi Mungu kama haujui neno linasema namna gani. Hallelujah. Amen. Now because you do not know yourself and you are not even sure whether you know yourself. You know kuna kujijua, whether you know yourself. You're not even sure whether you know yourself. And you're not even sure whether you're not even sure of yourself. Yaani mchanganyiko bado. Mathohodhanio. Unaelewa? Na maisha ya kuthohodhanio ni maisha mbaya sana. Friday nilikuwa Kisii, nikarudi Jari. Na kwenye kesha kuna dada aliongea kitu, huwa naenda naye sana kesha. Akasema, "Usicheze na mtoto wa Mungu ambaye anajua their rights. Don't even mess." Yes. Na hapo umesema yes kabisa. Do you know your rights? Don't mess na mtoto wa Mungu ambaye anajua their rights. Ni kama mtoto tu wangu tu. They know their rights. Wewe huwezi ukakuja hata kumsumbua. Kama Destiny wangu anajua rights zake sana. At 2 years. Osi nawezi msumbua. Anampatia sina hata kunisumbua. Na anaitana, "Mama ananisumbua." Anajua rights. Wewe unanisumbua kwa nini? Na anajua kwamba hiki ni kiti changu. Ututu vitu vidogo vya plastic. Wewe kuja ukalie, hata kunyanyua. And that girl is strong. Maybe just like the mother. Amen. Anakunyanyua na usiponyanyuka anaitana. Anasema naikalia kiti changu. Na hata kuangalia kwa ukali. Na nikasema she knows her rights. They all know their rights anyway. Na nasema tunapeana tu mfano that. Ni kama tu huyo mtoto wako anajua haki yake. Like you mami, huyo mtoto wako anajua ni haki yangu kunyonya.
Kwa hiyo usipompatia ataitisha na atadai. Amen. Yes. Daniel knew his rights. Ya kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. So hawa ni kina nani wananisumbua? Do they know me? Hebu uliza, do they know you? So wanakusumbua nini? Wewe nenda ukasumbue mtu ambaye unajua. Lakini mtu ambaye haujui, wachana na yeye. Especially mtu ambaye anajua their rights. Atakunyamazisha sawa sawa. So Daniel knew his rights. And that is why the decree ya King Darius haikumbabaisha. Yeye alirudi tu huko tu. Lakini hawa watu pia waliona Daniel ni kichwa ngumu. Unajua, hii ni kichwa ngumu mimi upenda. Ati mfalme amesema mtu asidhubutu kuomba. Mnasema nini? Ndio hiyo amepanda huko juu. Baba katika jina la Yesu. Unajua, 3 times a day. Tena amefungua madirisha. Yes. Are you getting that revelation? Daniel alikuwa kichwa ngumu. Hiyo ndio ile kichwa ngumu mataifa anapenda. Hiyo kichwa anaipenda sana. Ama mimi naongea uongo. Ukiangalia, where the windows opened towards Jerusalem. Si unajua dirisha zilikuwa zimefunguliwa, tutakuchungulia vizuri tuone anaomba kweli. Na saa hizi tu ndio tumeambiwa tusiombe. Daniel akaweka kichwa ngumu. Panda mpaka huko juu. Fungua madirisha. Endelea kuomba. That is the kichwa ngumu ambayo nataka watu wa Israeli kuwe nayo. Hallelujah. Na ukiwa na kichwa ngumu kama hiyo, utaambia shetani nyamaza. Wewe unaongea nini mbele yangu? Do you know me? I am a child of God. I know my rights. Hallelujah. So usipojua your rights, mami utakanyagiwa sana. Daddy utakanyagwa. Vijana, if you do not know your rights, utakanyagwa sana sana. I pray that we are going to know our rights in Jesus' mighty name. Hallelujah. So, then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him about his Lord. Munaona watu wa Mushene. Watu wa Mushene hao. You busy bodies. Na hawa wamejaa si kanisani, si mtaani, si kwanza kazini. Busy bodies. Watu wakuja kuangalia, ameingia saa ngapi leo? Mtu angalia, amesema kitabu. Amefanya nini? Yaani, sijui kama mshikutana na watu kama hao. Wangapi wameajiriwa by the way? Nisikuwa nazungumza na watu ambao nazungumza na naongea Kigiriki. So nikiongea mnawaona. Mnawajua vizuri. Watu wakimbia kwa mdosi. Ameingia saa 5. Alafu anatoka kwa mdosi akikohoa, wanainama. Ndio wamekuja. Watu kama hawa, watu ambao products ambazo zisifika Galilaya. Mnaona vizuri? Watu ambao, you know, hao ndio watu ambao walikuwa wamezingira Daniel. Watu wakikaa, ameongea na simu. Umeona akiongea na simu saa ngapi? Saa 5 wanaandika. Alienda kukula lunch saa ngapi? Saa 6:30 wanaandika. Wanaenda kwa mdosi. Wanajifanya vizuri. Hao ni wale watu wa kucheka na mdosi hata bila kitu. Wanacheka tu, mdosi mwenyewe wanacheka tu. Karibu mdosi mzuri unacheka nini? But they are just smiling, kujipendekeza. Kuna watu ambao wanajua kujipendekeza. Sikiliza nikwambie. Wacha kujipendekeza kwa wakubwa. Wacha kujipendekeza kwa leaders. Wacha kujipendekeza hata kwa mchungaji, hata kwa mama taifa. Wewe kaa sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Hallelujah. You see, Mungu akishakupenda, kibali kinakuwa juu yako. So when you know the favor of the Lord is upon you, wewe utanipenda bila kupenda, bila kutaka. Hallelujah. Na hakuna siku mimi nitajiforce kwako. Actually wewe ndio utajiforce kwangu. Because I carry favor. And when I carry favor, natembea mahali ninanukia vizuri. Si kitu kinanukia vizuri kinanukia vizuri. Utanifuata kwa sababu ninanukia vizuri. Hallelujah. So this is Daniel. Sasa kwa sababu sisi tumejichanganya na tumejikimbiza kwa wadosi sana. Na tumejikimbiza mpaka kwa chile. Wewe unataka chief ajue ni wewe uko. Unataka wajue kwamba ni wewe uko kitu gani? Nyamaza. Unajipendekeza kwa watu nataka Mungu akujue. Hata it is so sad. Umeshakimbia kwa watu wakujue. Na Mungu akiuliza kama anakujua, it is just by his grace too. Lakini hakujui vizuri, hakuelewi vizuri. Wewe unataka watu wakuelewe vizuri. Si kwanza Mungu akuelewe vizuri. Si ongee tu kwanza na Mungu. Have a relationship with God. Vingine vitakuja. Nini? Amen. Sasa ndio hapa
wakwenda kukimbia. So walipopata Daniel anaomba, pipi ndio wakakimbia. Mfalme, si wewe ulisema? So you put a decree. Haya basi, sasa ndio huyo mtu wako. And you see, by the way, Daniel alikuwa na favor sana. Even before King Darius. Biblia inasema kwamba alimwangalia, alihuzunika tu alimwangalia. But Darius alikuwa ameshajifunga. He had already put down the decree in writing. So hakuna vile ungekiuka your signature na uanze kusema ya kwamba si mimi. That is why anasema hivi ya kwamba then the men went as a group to the king and said to him, remember, O king, that according to the law of the Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue you. Because alikuwa ameshajifunga. So akamwambia Daniel, anze hapa sina, mikono yangu imefungwa. Wewe ingia tu huko ndani tu, na wacha Mungu, may the Lord save you. Naye Mungu ni nani? Hallelujah. This part nyingine ndio nyingine ambayo inanifurahisha. But again, another revelation ambayo I got ni hii. You see, Mungu aliona vizuri hawa watu wakikimbia, wakipeleka muhari na mushene na mdomo na panganga yote kwa King Darius. Aliona vizuri. Akaona vizuri wakienda kuchungulia Daniel, wakampata red-handed akiomba. Unaniona? Mungu aliona vizuri kabisa King Darius akiandika in writing na akiweka that decree into writing. Na alijua what the decree meant. God knew. And he knew the consequences ya kukiuka the decree of the king. Si Mungu alijua. But again, why did he allow it to happen? Why did he allow it to happen? Because hapo ndipo ambapo wengi wetu tuko. Wengi wetu tunauliza Mungu, kwa nini Mungu umeruhusu haya mapito yanipate? Kwa nini Mungu umeniruhusu wanikute kazi? Kwa nini Mungu umeruhusu waibe hata na mshahara wangu na vile ni mdogo? Why God? You know those kwa nini? Nataka nikupatie jibu siku ya leo. Kama Mungu angeruhusu this decree ipite, na kama Mungu angeigeuza wakati kama huo, hatungejua ya kwamba kuna Mungu ambaye anapigana vita vya watoto wake. Amen. Sasa hiyo inafanya mimi nifurahi na niringe ndani ya Mungu. Wacha nikwambie, the Lord allows, the Bible says, kuna wakati ambapo Mungu you allow the enemies to trample on us. Yaani unakubali maadui watukanyage, unakubali watusengenye, unakubali waibe mali yetu, unakubali mpaka watufute kazi. Lakini even if we are down, we are not out. Hallelujah. Shadrach, Meshach and Abednego. Si Mungu alikuwa na nguvu ya kuzuia kusema, na hata Mungu at his word, huo moto tungezimika tu. Lakini moto uliongezwa moto mara 7. Uliongezwa nguvu mara 7. Na Mungu anaona tu, si angezuia. Mbona hakuzuia? Akasema nyinyi ingieni tu kwa moto. The moment waliingia kwa moto, naye kama mtu wanne akashuka pamoja naye kwenye moto. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu anashuka mpaka nasi mpaka kwa moto. Anashuka pamoja nasi mpaka kwa den of fire. Hallelujah. Kwani watajuaje kwamba kuna Mungu ambaye atapigana vita na ambaye anapigana vita kama hawatatupa kwa moto, alafu wakae wakiangalia wana celebrate, wanasema ndio hiyo. Sasa alikuwa anajifanya sana, alikuwa anaimba ligi ya washindi, Galilaya. Wacha tuone akimba. That is why God has allowed that challenge to figure. I don't know what challenge you're going through. Maybe umesema kwamba kesho ndio mtusi ataenda kuniona. Pia yeye atajua kwamba hajui. Nyamaza. Wewe unaongea nini? Nyamaza. I don't know kama umepewa barua ya kufutwa, barua ya retrenchment. Na unaangalia, unauliza kwani mimi nilikosa? You know hakuna kitu cha uchungu kama kupewa barua. Unaambia kwamba you are redundant. Redundant kuonyesha kwamba wewe hauna manufaa yoyote hapa. I have received that letter. I received that letter 2008. So I know how powerful it is. Kama unajiangalia unajiuliza sasa mimi nimekosea. I thought I was doing a good job. Kwani hawa watu, unajua unajiangalia unauliza kwani hawa watu wameniona aje? Wameniona aje? Lakini kitu nikwambie, unaona hiyo barua, wewe enda tunayo jibu bado. Enda nayo. Kuna ushuhuda ambao Mungu anatengeneza. Na kama haumepewa hiyo barua,
Haungejua the power ya the next letter that is coming. Hallelujah. When you had that testimony of this lady who testified, yani nilicheka sana. Hii baraka za milele hii, wacheni Mungu ajitukuze. I don't know if you had that testimony of this lady ambaye alisema, yani mtosi wake aliamua tu kumshusha tu juu. Yani akamdharau. And you know kuna watu ambao kuna madharau. Hata ukiangalia hapa imeandikwa tu madharau. They look at you, you smell madharau. They speak to you, they speak madharau. Madharau. Lakini madharau Mungu kuna vile Mungu anaitengeneza. Wacha wakudharau tu. Wanakudharau na kaka fanya. Watajua wewe si fala. Bwana asifiwe. So this lady wakamshusha. This is a testimony that I heard twice. Wakamshusha kabisa akawekwa pale chini. Position ambayo alikuwa nayo ikabadilishwa akafanywa clean. Akaambiwa hii ndio kazi ambayo utakuwa unafanya. Wewe utakuwa na clean hivi na hivi na hivi. Unajua watu wana madharau sana. And if you are a cleaner, usijidharau. Wacha nikupatie testimony ya ujue usijidharau. So this lady ashaambiwa this is your new position. Na akajiangalia akajiambia ile kwa mko ninaamka hapa asubuhi, God you must do something. Can I tell you something? Yeye alinyamaza kafala. Unajua wanatuona tukiwa mafala sana. Sasa wakikuona ukiwa fala, wewe nyamaza kafala. So alinyamaza kama fala, but huku anatafuta kazi nyingine. The same day she got a demotion letter was the same day she got her promotion letter. Kama yusi Mungu ndani ni Mungu wake. So huku ameshaambiwa this is your new salary. This and very good terms by the way. Ndio Mungu hachezi. Very good terms. So hapa kuna hiyo new barua na hapa kuna barua ya mdosi ambaye amejawa na madharau, barua ya demotion. So unajua amekamata hapo na barua sasa ya mahali pengine kazi. Huyu ambaye amemwita ya demotion akampigia simu akamwambia now we have your letter. Uje uchukue barua yako kesho. Hakukataa akaenda. So alipoenda akaambiwa now this is your new boss. Mtu ambaye alikuwa anapanguza so yeye amepandishwa. Hey! Alikuwa na yeye sasa ndiye amepandishwa, ndiye alikuwa anapelekwa position ya huyu sasa. So sasa namuita namwambia sasa hivi ndivyo ambavyo utakuwa unapanguza. These are the towels. Hivi kama ni detergent ya choo, hivi na hivi. But hawakujua kwa mfuko mwingine nimeweka barua nyingine. Akawasikiliza vizuri. Anasema yes. Sasa hiyo ndio nikamwambia my friend you really enjoy, yani uliwaenjoy sana. No, unajua that is the hiyo si kuenjoywa mbaya. Hiyo ni kuenjoywa ile ya divine. Ya kwamba okay sawa, mnataka nipauze nitakuja sawa. Mnataka nidipoti saa ngapi? Saa 2 sawa, nitakuwa hapa saa 2. In fact nitakuwa hapa 7:45. Iko wapi ndoo? Sawa. But unajua the following day hamunioni. This lady was full of, I just loved her. She was full of wisdom. Hakupeana kasheshe nyingi. Ati mnakuja kunitia kazi, mkiniangalia ninakaa kufanya hii kazi. Alijua hii ndio inaitwa league, my friend. Unajua league. Mnanita hapa mnanipatia mara ya demotion. Mnajua league. Twende tukienda. Tutakutana Davina. Amen. So akaambiwa na akatulia tu akasema sawa. Now ndio asipoteze marupurupu yake yote. This is wisdom. Hapana aenda kuonesha kifua. Niko kwa ligi ya washindi. Nimepata kazi mahali pengine. Mnipatie pesa yangu. Utafukuzwa kwa sababu utakuwa umeleta ujinga. Hapana peleka ujinga. Wewe si walikuona ukiwa mjinga. So si unyamaze kama mjinga. Hallelujah. Amen. So akapewa all the sheria zinakubali. Na kwa sababu kule kwingine alikuwa anaenda kuripoti the following day. Akajua hapa lazima nicheze ligi ya juu sana. Akajifanya mgonjwa. Akamwambia naomba ruhusa kesho nikimbie mahali ndio nitakuja after that. Wakampatia ruhusa. So unaona ametoka kazini vizuri tu na mshahara umeingia na kila kitu kimeingia. When everything is done, pop akaingia mkuu mwingine. Walishtuka. Wakampigia simu. The boss ambaye alimshusha akampigia yeye mwenyewe. Hello, nasikia unaenda county. Akamwambia hapana, kuna county ninaenda. Tumesikia umepata kazi. Akamwambia hapana, niko tu. But she told me Eva, nilifanya kitu kinaitwa divine kuenjoy. Niliwaenjoy kweli kweli. Hawakuamini. Sikiliza nikwambie. Unawaenjoy kweli kweli because you know who you are. Yes. Amen.
ati mnaleta hapa kwa meetings ambazo hazina mwili wala kichwa wala miguu wala mikono na masikio. Mnakuja kunidhalilisha, kunifanya nini? This is liki ya washindi. Na hapa sisi watu jitetee. Mungu wa Danieli huwa anatutetea. Haleluya. Na unanyamaza na unaacha Mungu afanye. Wakati kanaiva ndio haka sasa. Wanakuja kushanga aya. Hivi tulikuwa tunakiona kinakaa kwa kifalafani. Kilikuwa na mipango hii. Unajua, wanashtuka. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu awashtue. Amen. Wacha Mungu awashtue katika maisha yako. Hallelujah. So now, tuingie ile part ambayo kwa ninapenda sana. So now, Daniel ndio huyu ametupwa katika tundu la simba. So I wanted to conclude that second revelation ya kwamba the reason as to why you are going through that, ndio Mungu aweze kujireveal katika maisha yako. Na ndio Mwenyezi Mungu aweze ku make a statement. The Bible says, do not touch my anointed. Kwani watajua namna gani ya kwamba this verse is so true. Mpaka wakusumbue. Na ya Mwenyezi Mungu ashuke akiwa akiwa amejawa na nguvu tele. Niliwaambia do not touch my anointed. This is what I am going to do for her. Because you touched her, you messed up. Hallelujah. Amen. You touch the anointed, you mess with God. He must prove it. So how is he going to prove it? Until he allows haya mambo yote yafanyike. So the reason as to why you are going through that challenge, they messed with you. But when they messed with you, they messed with God. And you can never mess with God, now back in the same again. You cannot mess with God, now upate a man. The Lord is going to atakushughulikia na atashughulika sawa sawa. Hallelujah. So usinune sana, usikuwe discouraged, usirudi nyuma, don't backslide. Usiseme sioni maana ya wokovu. Kaa. Utakuwa unaambia watu nini ukirudi nyuma? Utaimba wimbo gani wewe? Tukuna ati sasa umebackslide. Ninakataa spirit ya backsliding katika jina la Yesu. Amen. Mpaka tushikilie wokovu hadi Galilaya. Tutakuwa tunaambia watu story gani tukirudi nyuma? Hallelujah. Do not compromise. Unanisikia? Young people, do not compromise. Amen. Amen. Usiamue kwa kampuni kuko na promotion. Na hii promotion inapewa wenyewe. Na mdosi anakuja na kuambia wewe, si unajua vile umekaa hapa 20 years, 15 years, bado uko tuko ule mshahara. Wewe fanya maneno, acha kuzubaa hapa. Fanya kitu. Na mdosi anataka nifanye nini? Lazima nikuambie wewe fanya kitu. Hii ni Kenya. So unajua akiongea hivyo kitu anamaanisha. Anakuandikia message saa 12 jioni. Anakuambia niko town, kuja tukutane, mkutane muongeni. Watu wa Galilaya tunaongea usiku. Sisi tunaongea usiku. Sisi watu wa Galilaya. Wewe ukituangalia, hebu angalia mama taifa, mama mzima. Mama ambaye anangoja na watoto wake kwa nyumba. Eti sasa mimi naangalia ka message. Anaingia 6:30. Ameniambia najaribu kuangalia na Google, hiyo place iko wapi? Google Map inanionyesha. Halafu nina delete ndio just kwa bahati mbaya Bwana sioni. Kama watoto wakichokora wanaweza acha hapo message yone. Mimi mama mzima. Hebu niangalie mimi sasa mimi walike washindi. Eti sasa ni compromise kiwango cha kwamba natoka nje masaa 2 ya usiku ndio narudi kwa nyumba saa 3. Just because I want that promotion. Wewe kaa naye. Bwana sifiwe. Amen. Na sasa wewe ni nini wewe? Ni nini? Nini nakusumbua? Ni nini unatumwa tu M-Pesa tu upuzi hapa? Just because utaki hiyo promotion iende. Unajua vile itafanyika? Utatumiwa pesa na wewe pia utapeana pesa, utapeana mwili, utafanya bla bla bla. Utajidharau, utajidhalilisha na hiyo promotion itakuja. In fact itafika kwa HR barua ibadilishwe. Ilikuwa imeandikwa jina lako. Something to happen to. Watafuta. Epo mtu mwingine. And then you are there unauliza mdosi kwani kuliendaje? Mdosi anamwambia wewe, si unajua huku si kwangu. Si unajua huku juu kuna watu ambao ni wa kusema na wa kutenda. Sasa mimi sasa hebu wewe utatuambia nini sasa? What will you be telling God? Kwa nini usikae hapo ukanyagie? Usiweka break kanyaga hapo. Angalia mtu kwa macho mwambie my friend, I don't do those things. Na nita mkutano ya saa 2 usiku niende wapi mimi?
Mimi mtu mzima, binti mzima mimi, na urembo huu wote niko nao. Unaniita meeting ya saa 2 usiku ya kufanya nini? Kwa wewe ni mchana. The reason as to why wamekuentertain sana, it is because you've also entertained them. Munanipata? The reason as to why they've kept coming with those SMSs and entertaining you, it is because you have entertained them. Weleka hizo messages. Akiandika habari usijibu. Uko wapi usijibu. Tukutane usijibu. Kuna mmoja nilitreat hivyo mpaka akajua huyu ni Galilea, wacha niachane naye. Na nikasema hata akiandika ni sijibu. Wewe tuma tu zote tusijibu. Utatuma sijibu. Wewe tu hakuna mtu anajibu. Hapa kuja ubaike tuseme nayo tu hii ni falafala hiyo. Haleluya. Ndio hiyo sasa. Sawa sawa. Maana tunajijua vizuri. Ukijijua vizuri hawatacheza cheza na wewe. Mimi nataka mjielewe vizuri. Unasikia? Na ujiamini. Hapana kujiangalia unaona unajua sasa hivi sisi kwetu mimi peke yangu ndio nimesoma. My brothers wangu wako chuo hata wamefukuzwa, sasa mimi nifanye nini? Sasa mimi unaona sasa ukianza kujihurumia ndio maana unatumiwa vibaya. Wewe jamaa unajiangalia unaangalia katego you know watu ambao ni walika lako wamevaa vizuri, wanaendesha vizuri, wako tu sawa, wewe uko tu wanasema umezubaa. Sasa unajiangalia unasema sasa mimi ni wa nani mimi? Wewe ni wa Mungu. Acha Mungu ashughulike na mambo yako.